tulipata nafasi ni bado tupo katika eneo letu na tumetulizana na hatuna buguzana yote na hakuna hata mtu mmoja aliyetekwa. Ya taharuki ambayo imetokea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na video iliyosambaa kuwa wafanyabiashara wa Mji Mkongwe kupigwa na kufanywa vitendo ambavyo havistahili kufanywa wafanyabiashara hao. Sasa sauti ya watu imetoka katika ofisi zao na kuelekea moja kwa moja kwa wafanyabiashara hao kusikiliza, je, madai hayo ambayo yanasemekana kuwa wamefanywa vitendo hivyo ni kweli? Tuli tukasikiliza wafanyabiashara hao wana yapi ya kuzungumza. Ambayo inasambaa kwenye mitandao kuhusu kuchafuliwa kwa Mji Mkongwe, huo ni uongo. Sisi Mji Mkongwe tunaishi nao vizuri, na sisi ndio wafanyabiashara tuko hapa Darajani, tunaishi nao vizuri. Tukienda na malalamiko yetu kule anatupokea kwa vizuri. Kwa mkurugenzi ukienda yupo vizuri na sisi. Kwa hiyo tumeshangaa sana kuona malalamiko yametoka katika media kwamba Mji Mkongwe wamewateka watu, wanawanyanyasa, wakati sisi hapa tupo tunafanya biashara kwa amani, hatubugudhiwi. Tukienda kule na shida zetu tunasikilizwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi wa Mji Mkongwe. Hawa ambao wanaotumia hizo video katika kumchafua sio sahihi na ni uongo, na tunakanusha kabisa sisi wafanya biashara wadogo wadogo. Taarifa ilitokezea. Baada ya kutokea taarifa hii, sisi kama Uzatende, nafikiri nilikaa na wenzangu kuweza kujadiliana juu ya hii taarifa. Na baada ya kujadiliana juu ya hii taarifa, kwa kweli ilitukwaza kidogo, kwa sababu ikiwa Uzatende alikamatwa akapigwa na sisi viongozi hatuna taarifa, kidogo inatumiza kichwa sana. Lakini kwa sababu siwezi kulithibitisha moja kwa moja, hii taarifa kidogo imekuwa kama imetukwaza kwa namna moja ama nyingine. Lakini tutaangalia namna kufanya tuweze kukaa vizuri na wenzangu. Lakini kiuhalisia kwa Uzatende hapa ambao nilipo mimi, sijasikia taarifa kukamatwa kwa mtu hapa tulipo sisi. Na nazungumzia eneo ambalo mimi nipo na nafanyia biashara. Eneo ambalo mimi nimepewa na mkurugenzi wa mamlaka Mji Mkongwe, kwa maana ofisi ya mamlaka Mji Mkongwe ndio ametupa eneo hili. Na si hapa tu, kutoka hapa mpaka mwisho kule. Na kuna taarifa kuna Uzatende wafanyabiashara wadogo wadogo Watende wametekwa, lakini mimi taarifa hiyo sijapata. Na kama katika eneo tulilopangwa sisi katika hizi meza zetu hizi tuko 29. Kweli kuna watu hakupata nafasi, ni wachache hawajapata nafasi, lakini tulipata nafasi ni bado tupo katika eneo letu na tumetulizana na hatuna buguzana yote na hakuna hata mtu mmoja aliyetekwa. Kwa hiyo kama kuna mtu katekwa akajitambulisha Uzatende inawezekana, lakini kwa hapa tuko pango kwenye Uzatende hapa hamna aliyetekwa. Moja kwa moja safari hii imefika mpaka kwa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji Mji Mkongwe Zanzibar na kukutana kaimu mkurugenzi mkuu mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji Mji Mkongwe kujua, je, kuhusiana na madai ambayo yametokea na wafanyabiashara kutamka matamko mbalimbali kuhusiana na kadhia hiyo. Tukamsikilize mkurugenzi. Tukamsikilize kaimu mkurugenzi ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na jambo hili. Idara ya Elimu, Utafiti na Uwekezaji mamlaka Mji Mkongwe, na kwa sasa na kaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu ambaye yupo nje ya nchi kwa ajili ya kuhudhuria kikao. Kuna uvumi ambao ulioingia sasa hivi kwa kufuatia video ambayo alihojiwa Juma, ni mmoja mfanyabiashara maarufu Watende katika eneo la Darajani. Mfanyabiashara huyu ametoa ile video yake kufuatiwa kuhojiwa na TV yao ya ACT Wazalendo, ambayo ilikuwa inasema kwamba wametekwa vijana 4 wafanyabiashara na watu wa mamlaka Mji Mkongwe na wamepigwa na baadaye kwenda kutokwa buyo. Napenda nitanabaishe umma au niwape taarifa umma kwamba taarifa hii sio ya kweli. Ni kweli mamlaka Mji Mkongwe kwamba wanafanya operation zao za kudhibiti biashara holela pamoja na vyombo vya moto kama kawaida, ili kuhakikisha kwamba mji unakaa sawa, mji unakuwepo katika haiba yake na wageni na wenyeji wanatembea bila wasiwasi wowote. Juma ni miongoni mwa wafanyabiashara wa Uzatende ambao wako katika listi ya 19. Tuliwaondoa kwenye jumba la treni na kuwaleta tuliwaondoa kwenye kituo cha shamba cha zamani kuwaleta katika jumba la treni, ambapo tuliwapanga wao wa Uzatende pamoja na watu wa mikate, watu wa Yax, wale watu wa huduma za simu pamoja na watu wa mikate na watu wa kofia. Tuliwapanga katika eneo ile kwa kuwapa meza pamoja na miamvuli ili wakae fanya biashara yao bila kuudhiwa.
Cha kusikitisha na cha kushangaza, mfanyabiashara huyu Juma ambaye yeye katika nafasi ile hakuipenda na hakuitaka. Kwa hiyo amekuwa asi pamoja na kuwatia ushawishi wafanya biashara baadhi yao ambao wanarudia katika eneo la zamani kufanya biashara zao za kuuza tende na kuibia. Kwa hiyo Juma ni kati ya mtu mmoja ambaye tulimkamata na tarehe 26 anaendelea kuuza tende, na bahati nzuri Juma aseme ule ukweli uliopo kwamba yeye katika muhanga ambaye alisamehewa na akatoka bure, hakulipia hata shilingi yake moja Juma, na anaendelea kufanya biashara zake kama hivi. Hivyo naomba kuambia wananchi, hakuna mtu yote ambaye aliyetekwa wala kukamatwa wala kupigwa wala kuteswa na wala kupelekwa huko Buyu. Askari wa mji Mkongwe wanaendelea kufanya operation zao kama kawaida katika kudhibiti mji, kwamba watu hawapangi barabarani, watu hawapangi kwenye vichochoro, kila mmoja anakaa katika eneo sahihi ambalo alilopangiwa. Kutoka hapa Mamlaka ya Uhifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe, ni mimi Rayani Hamadi Faki. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online